Watoto wa Mungu, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna mabishano mengi huwa nayaona katika mitandao huko kuhusu utatu mtakatifu. Unajua watu wengi wanataka waone lile neno utatu ndani ya Biblia imeandikwa utatu, lakini kumbuka, huwezi ukautenganisha huo utatu unaoitwa. Kwa akili tu ambayo ya kusoma utaona hivi watu watatu hawa au hivi vitu vitatu, kwa sababu Mungu hatuwezi tukamweka katika umbo kutokana na jinsi atakavyojifunua yeye, anajifunua katika umbo gani. Kwa hiyo huwezi ukatenganisha kati ya Mungu Baba, Mwana ambaye ni Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Hawa watatu huwezi ukawatenganisha kamwe, kwa sababu siku zote hufanya kazi katika umoja wao. Ndio maana watu wakaita utatu mtakatifu, ni utatu utakatifu. Hivi vitu vitatu vitakatifu huwa vinafanya kazi kwa pamoja. Biblia ilitufunulia wakifanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo katika mpango wa wokovu, kwa hiyo wanafanya kazi kwa pamoja, wote wakiwa na lengo hilo moja la kuokoa mwanadamu na aliyedondokea katika dhambi. Tunaweza kusoma baadhi ya mistari katika Biblia tuone ufanyaji wao wa kazi, kwa sababu mafundisho yapo, maandiko yapo ambayo yametufunulia ufanyaji wao wa kazi. Kwa hiyo ndugu yangu, kama ni Kristo wa kweli, basi huwezi ukatenganisha hawa watu watatu, kwa sababu hufanya kazi katika umoja. Ndio maana hata Yesu alisema nitawaletea msaidizi, kwa sababu alikuwa anatuacha, akajua hawa nikiwaacha hivi shetani ana nguvu sana, nguvu za giza zina nguvu sana. Kwa hiyo nisipoachia kitu ambacho kinaweza kuwasaidia, basi watadondoka tena katika dhambini. Ndio maana akamwomba Baba atuletee msaidizi. Kwa hiyo twende tukasome, alafu tuone ni jinsi gani hawa watatu hufanya kazi katika umoja wao. Tukisoma ile Mathayo 28 mstari wake wa 19 inasema, basi enendeni mkayafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Unaona kwa nini amesema ukiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Kwa sababu gani? Huwezi ukatenganisha katika ufanyaji wao wa kazi. Hao wana ushirikiano, wana umoja wao. Umeona? Twende tukasoma ile Wakorinto wa pili 13 mstari wake wa 14. Neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Si umeona ushirikiano? Bado hapo wana ushirikiano wao, hawaachani katika ufanyaji wao wa kazi. Amen. Twende tukasome tena Yohana 14 mstari wake wa 16 mpaka wa 17. Tuangalie. Nami nilimuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hawezi kumpokea, kwa kuwa hawamuoni wala hawatomtambua, bali ninyi mnamtambua, maana atakaa kwenu naye atakaa ndani yenu. Amen. Kwa hiyo kwa kusema hilo, tunaona ni jinsi gani hivi vitu huwezi ukavitenganisha, wanafanya kazi kwa umoja wao. Kwa hiyo ni kusii tu, kama wewe ni Mkristo wa kweli, basi jitahidi sana hivi vitu usiweze kuvitenganisha, ikiwa vyenyewe vinafanya au wenyewe wanafanya kazi katika umoja wao. Kwa nini wewe uwatenganishe? Kwa nini uwatenganishe? Sasa wengi wanaongea hivyo kwa sababu hawajamuomba huyu Roho Mtakatifu akakaa ndani yao. Roho Mtakatifu huwa anakusemesha, utaisikia ile sauti, na ile sauti tunajua ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo mbarikiwe sana. Shalom, shalom. Bye bye.